Radio Kwizera FM kutangazia kutoka Ngara, Kagera nchini Tanzania. Kwa upande wa wakati hivi sasa ni saa 10:01 alasiri kwa saa za Afrika ya Mashariki, sawa na saa 9:01 alasiri kwa saa za Afrika ya Kati. Karibu katika makala ya Duru Zetu Alasiri, makala ambayo inakuletea uchambuzi, habari, uchumi na biashara, bila kusahau michezo na burudani. Mimi ni Laurent Gervas na tulionayo alasiri ya leo. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amewataka wakurugenzi wa halmashauri, wakuu wa wilaya na viongozi wengine katika serikali za mitaa kutoa taarifa mapema kama wana mpango wa kugombea ubunge. Mkuu wa mkoa wa Geita Martin Shigela ametoa wito kwa wadau mbalimbali kuanza ujenzi wa mabanda ya kudumu katika viwanja vya maonyesho ya madini, viwanja vya Samia mkoani humo. Na jeshi la Israel limesema leo kwamba ndege zake za kivita zilishambulia eneo la kusini mwa Syria usiku kucha. Kwa taarifa utakazozisikiliza katika makala haya kupitia namba ya ujumbe mfupi ya 0692573615, nami maoni yako nitayatazama hapo baadaye. Tunaanza kwa taarifa kamili ya habari ikisomwa kwako na Jerome Robert. Kwanza ni habari za kitaifa. Rais Samia Suluhu Hassan amewataka wakurugenzi wa halmashauri, wakuu wa wilaya, viongozi wengine katika serikali za mitaa kutoa taarifa mapema kama wana mpango wa kugombea ubunge na udiwani. Rais Samia amesema hayo leo jijini Dodoma katika ufunguzi wa mkutano mkuu wa 39 wa viongozi wa Jumuiya ya Tawala za Mikoa Tanzania ALAT. Msingi wa kauli ya Rais Samia ni kutaka nafasi zao zijazwe mapema na watu wenye sifa, huku wakiwaonya kutoshitukiza wakati wa uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Oktoba mwaka huu. Najua baadhi yenu mwaka huu mtarudi kwa wananchi kwenda kuomba ridhaa tena kwa wale ambao wamekaa kwa nafasi za wananchi. Lakini najua pia kuna madedi wangu, wakuu wa wilaya, siyo wanani, ambao wana hamu sana ya kurudi kwa wananchi. Nilimwambia katibu mkuu kiongozi, peleka sakula serikali za mitaa. Nadhani waziri mmeipata. Yoyote mwenye nia ya kugombea tuambie mapema, ili tumpandishe wa chini yake ashike ile nafasi. Hatutaki pale tayari fomu zinatoka, watu wote wanakimbia kwenda kuchukua fomu, na mnatuacha serikali za mitaa hazina viongozi, hazina wasimamizi, mnabakia kujaza watu ambao hawana experience. Lakini tukijua mapema, tutatayarisha watu wa kujaza hizo nafasi, kuwapa miongozo, kuwafanyia mafunzo ili wawe tayari kukabiliana na uchaguzi. Pia Rais Samia amesema katika kutafuta ufanisi wa utendaji kazi serikalini ilimpasa kufanya mabadiliko ya nafasi mbalimbali za uongozi ili kupata viongozi ambao watakwenda sambamba na kasi ya utendaji. Mkuu wa mkoa wa Geita Martin Shigela ametangaza kwa milango ipo wazi kwa wadau mbalimbali kuanza ujenzi wa mabanda ya kudumu katika viwanja vya maonyesho ya madini, viwanja vya Samia mkoani humo. Shigela ametoa tangazo hilo mbele ya wajumbe wa kikao cha kamisheni ya ushauri ya mkoa RCC. Pamoja na hayo, Shigela amesema kuwa hatua hiyo ni utekelezaji wa maagizo ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika kuboresha uchumi wa mkoa huo. Chama cha wanawake wahasibu Tanzania kimezindua kampeni ya kuhamasisha wanafunzi kusoma masomo ya sayansi kwa kugawa vitabu vya masomo ya hesabu na biashara katika shule za sekondari Manispaa ya Kigoma Ujiji mkoani Kigoma.
Wakiwa katika shule sekondari Mwananchi manispaa ya Kigoma Ujiji, wanawake hao wamesema masomo yanayohusisha hesabu yamekuwa yakichukuliwa kama ugonjwa wa taifa kutokana na wanafunzi wengi kushindwa kufanya vizuri, hususan kwa watoto wa kike. Hivyo wamesema kugawa vitabu hivyo ni kwa lengo la kujenga ari kwa wanafunzi wa kike kusoma masomo hayo ambayo yatawajengea uwezo wa kusimamia masuala ya uchumi na biashara. Tulipenda na kusoma kwa masomo ya biashara, si tulipenda hesabu, tukasoma masomo ya biashara. Kuna watu wanaita somo sijui wengine la mama mkwe, mara sijui la kiume. Hamna somo la kiume. Jamani, wewe simama mbele yenu ni mwanaume. Wadada upo. Kwa hiyo kuanzia leo tutaliita hesabu ni somo la kike. Na ndio la hesabu somo la kike. Tunapenda kuambia nini mnaweza kufanya vizuri ya sisi mnaotuona hapa. Kwa upande wao, baadhi ya wanafunzi wamesema kugawiwa vitabu hivyo vitawasaidia kufikia ndoto zao, huku wakiomba serikali kusaidia upatikanaji wa walimu na masomo ya sayansi kuendana na idadi ya wanafunzi. Biharamulo. Halmashauri ya wilaya ya Biharamulo mkoani Kagera imesema kuwa imetoa zaidi ya shilingi milioni 215.4 kwa vikundi 15 vya wanawake, ikiwa ni mikopo ya kuwawezesha kiuchumi. Mwakilishi wa afisa maendeleo ya jamii wilayani humo Hidaya Silombo amesema wakati akitoa taarifa ya fedha za vikundi katika kikao cha wanawake na kufanya tathmini ya uwezeshaji wa mikopo hiyo. Amesema wanawake ni sehemu ya vikundi vinavyorejesha riba yao kwa wakati, hivyo halmashauri itaendelea kuthamini mchango wao katika kukuza uchumi na kuchagiza kupunguza umasikini. Ni lengo la 5 linalosisitiza uwepo kwa usawa wa kijinsia na uwezeshaji wanawake na wasichana wote kijamii na kiuchumi. Halmashauri kwa kushirikiana na wadau wake wa maendeleo imekuwa ikitekeleza shughuli zinazolenga kumwezesha mwanamke kupata haki, usawa na uwezeshaji. Katika kipindi cha mwaka 2024-2025 wanawake wamepata mkopo kiasi cha shilingi milioni 215,447 kutoka katika halmashauri yetu. Baadhi ya wanawake wamesema kutolewa kwa mikopo hiyo yenye masharti nafuu kumewawezesha wao kujikwamua kiuchumi na kuwasomesha watoto wao. Na sasa ni habari za kimataifa. Jeshi la Israeli limesema leo kwamba ndege zake za kivita zilishambulia eneo la kusini mwa Syria usiku kucha. Mashambulizi hayo yameilenga mifumo ya ulinzi wa anga na maeneo mengine ya kijeshi katika shambulio la hivi karibuni zaidi katika nchi hiyo jirani. Taarifa ya jeshi hilo la Israeli imesema ndege zake za kivita ziliharibu vifaa vya rada vinavyotumika kufanyia uchunguzi wa kijasusi wa anga pamoja na kamandi ya maeneo ya kijeshi yenye silaha na zana za kijeshi za Syria. Jeshi hilo limedai kuwa mashambulizi hayo yalifanyika kuondoa vitisho vya siku zijazo na kwamba uwepo wa vifaa hivyo kusini mwa Syria kunaleta tishio kwa Israeli na shughuli za jeshi la nchi hiyo. Ripoti iliyotolewa leo na shirika linalofuatilia takwimu za uchafuzi wa hewa imeeleza kuwa idadi kubwa ya watu duniani wanavuta hewa chafu na hivyo kuwa hatarini kupata magonjwa makubwa. Ripoti hiyo imetolewa na shirika la IQ Air Global lenye makao yake nchini Uswisi ambalo hufuatilia na kukusanya data za uchafuzi wa hewa. Inaeleza kuwa sehemu kubwa ya dunia ina hewa chafu, huku 17% tu ya miji duniani kote ndio huheshimu miongozo kuhusu uchafuzi wa hewa. Shirika hilo limekusanya data kutoka vituo 40,000 vya ufuatiliaji wa ubora wa hewa katika nchi 138 na kugundua kuwa mataifa ya Chad, Kongo, Bangladesh, Pakistani na India yalikuwa na hewa chafu zaidi. Wataalamu wanasema huenda hali halisi ya uchafuzi wa hewa ni kubwa zaidi kuliko inavyoelezwa, hasa ukizingatia kuwa sehemu nyingi za dunia hazina vifaa vya ufuatiliaji vinavyotoa data kwa usahihi zaidi. Na halmashauri kuu ya Ulaya leo inatarajia kupendekeza sheria kali zaidi ya kuwarudisha makwao waombaji wa hifadhi waliokataliwa. Mswada huo mpya
unalenga kuwezesha mchakato wa ufanisi zaidi pamoja na kuongeza idadi ya kukataa maombi ya hifadhi. Kulingana na halmashauri hiyo, kwa sasa karibu 1/5 ya watu wanaoamriwa kuondoka katika nchi za umoja huo hurudi katika nchi zao za asili. Ombaji hifadhi wengi waliokataliwa husalia katika nchi walizokataliwa licha ya uamuzi dhidi yao, kwa sababu nchi zao za asili hukataa kwa kubali ama taratibu huchukua muda mrefu zaidi kutekelezwa. Waza Wazua. Msikilizaji, maendeleo si ahadi bali ni hatua tunazozichukua kila siku kukabili hali ama mambo mabaya kuwa kwenye ubora na uzuri. Waza Wazua. Na huo ndio mwisho wa duru habari jioni ya leo. Endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, Facebook Radio Kwizera na YouTube Kwizera TV. Saa 2 usiku utasikiliza taarifa nyingine ya habari. Taarifa ya habari imesomwa kwako na Jerome Robert. Unaendelea kusikiliza makala ya duru zetu la siri. Msikilizaji, unayo nafasi ya kuendelea kututumia maoni yako kupitia namba ya ujumbe mfupi ya 0692573615 na maoni yako nitayatazama hapo baadaye. Unaendelea kusikiliza makala ya duru zetu la siri, habari kuu leo hii. Rais Samia Suluhu Hassan amewataka wakurugenzi wa halmashauri, wakuu wa wilaya na viongozi wengine katika serikali za mitaa kutoa taarifa mapema kama wana mpango wa kugombea ubunge. Mkuu wa mkoa wa Geita Martin Shigela ametoa wito kwa wadau mbalimbali kuanza ujenzi wa mabanda ya kudumu katika viwanja vya maonesho ya madini, viwanja vya Samia mkoani humo. Na jeshi la Israel limesema leo kwamba ndege zake za kivita zilishambulia eneo la kusini mwa Syria usiku kucha. Na msikilizaji, kama ndo kwanza unajiunga nasi, ni Radio Kwizera FM kukutangazia kutoka Ngara, Kagera nchini Tanzania. Msikilizaji, unayo nafasi ya kuendelea kutufuatilia katika mitandao mbalimbali ya kijamii kama Instagram, TikTok na X @Radio Kwizera FM_, bila kusahau YouTube kwa kuandika Kwizera TV. Na sasa ni wasaa wa uchambuzi yakinifu wa taarifa zetu msikilizaji, ambapo tunaanza kwa taarifa kwamba rais wa zamani wa Filipino Rodrigo Duterte amekamatwa leo katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa mji mkuu Manila. Kukamatwa kwake ni kutokana na hati ya mahakama ya kimataifa ya jinai ya ICC kuhusiana na kesi ya uhalifu dhidi ya binadamu iliyowasilishwa dhidi yake. Katika taarifa, ofisi ya Rais Ferdinand Marcos imesema kwamba Rodrigo alikamatwa baada ya kuwasili kutoka Hong Kong na kuwekwa kizuizini kwa amri ya ICC ambayo imekuwa ikichunguza mauaji ya watu wengine yaliyotokea chini ya msako mkali dhidi ya dawa za kulevya. Katika kulitazama hili, nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya kidiplomasia na mwanamajumui wa Afrika Bwana Adrian Sabudema. Kwanza nimemuuliza hii inaashiria nini kwa mahakama ya ICC kukamatwa kwa Rodrigo. Kukamatwa kwake kwanza ni kiashiria kwamba mtu yoyote, hata kama ni rais ama aliondoka madarakani, anaweza akawajibishwa, japo kama tunavyofahamu, kwa sababu Ufilipino baadhi ya mawakili wanadai haimo ndani ya jumuiya ama hiyo mahakama ya ICC. Ni kinyume, kwa sababu tunakumbuka hata nchi nyingi ambao si wanachama wa ICC kama Marekani, lakini pia Urusi, ni kama huwa wakiagiza marais ama waliostaafu wakamatwe, ni kama huwa wanajisumbua tu. Wakati akikamatwa Rodrigo,
baadhi ya mawakili wametaja kama ni ukiukwaji wa haki kwa upande wa rais huyo wa zamani, kwamba alikuwa na haki ya kutokukamatwa kutokana na mambo yale yaliyotokea zamani ya yeye kuhusika zaidi kwenye uhalifu wa binadamu kama ilivyotajwa kwenye waranti hiyo au waraka huo wa kukamatwa kwa rais huyo. Unafikiri pengine kuna namna yoyote ambavyo anaweza akaepuka mashtaka haya dhidi yake kwa sababu yalitendeka wakati yupo mamlakani? Muda mwingine tunaweza tukarejelea kesi ya kina William Ruto, lakini pia Uhuru Kenyatta ambao kipindi kile tunakumbuka mwaka 2007 ilitokea mauaji makubwa sana ambapo nao ni miongoni waliokuwa wagombea, lakini baadaye wakaja wakashtakiwa baada ya kuingia madarakani, na baadaye tunaona ile kesi iliondolewa japo kwa masharti kadhaa. Kwa hata kwa huyu kuna uwezekano mkubwa akachukuliwa hatua ama asichukuliwe hatua, kwa sababu tukumbuke ICC pamoja na mambo mengine yenyewe ina wajibu wa kushughulika na mambo ya haki za binadamu na kadhalika ambayo yanakiukwa kimataifa. Kwa hiyo tunatarajia anaweza akachukuliwa hatua, kama tukashangaa baada ya muda kadhaa wanasamehewa, kwa sababu tukumbuke pia hata nchi yake Ufilipino ina haki ya kupeleka mawakili kwa sababu yule ni raia wa Ufilipino. Kwa hiyo wanaweza akapeleka mawakili ambao kwa namna moja ama nyingine wakiwa kwenye jamhuri yao wanaweza akamtetea yeye. Kwa hiyo usishangae yule rais akaungana ama akapata mawakili ambao wataishambulia ama watashambulia wale watu ambao walikosewa ama waliuawa. Kwa hiyo mwishowe ukashangaa jamaa anashinda kesi. Kukamatwa kwa Rodrigo na mahakama ya uhalifu wa kivita ya ICC kuna ashiria nini hasa katika mataifa haya makubwa? Tukiangalia kama Urusi, kuna wakati iliwahi kuzungumzwa kwamba Vladimir Putin angeweza kukamatwa, lakini kashindikana, pamoja na marais wengine wa mataifa haya makubwa kiuchumi duniani wamekuwa hawaguswi na hii mahakama. Unafikiri kwa tukio hili la Rodrigo kukamatwa, tukiangalia na mataifa haya makubwa, inaashiria nini? Je, ICC ipo kwa ajili ya mataifa haya madogo madogo au yote kwa ujumla na haya makubwa? ICC siku zote tuseme ukweli kwa 100% iko kwa ajili ya mataifa madogo, na hata kama ikitokea ikiwa kwenye taifa kubwa, basi ni taifa kubwa ambalo halina sauti yoyote ndani ya Umoja wa Mataifa. Lakini pia Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa tumeonelea watu kadhaa ikiwemo rais wa Urusi aliombelewa kukamatwa, lakini tunakumbuka msemaji wa Urusi akawa ametoa tishio kwamba hiyo ICC yenyewe mnaoisema, jaribuni kumkamata rais wenu muone kama ataipiga nuclear. Kwa hiyo walitishiwa kidogo tu wakapata mkia, lakini kuna waranti ya kumkamata rais aliyekuwa Afrika Kusini, tunamuona kama sijasahau ni Jacob Zuma, akamatwa hadi leo. Kwa hiyo kuna nchi ambazo kwa kweli ni vigumu sana kudili nazo, lakini vinchi vidogo vidogo kama Burundi unavyoona, hizi Kenya na kadhalika, marais wao wengi walishashughulikiwa. Naam, ni mchambuzi wa masuala ya kidiplomasia mwanamajumui wa Afrika Bwana Adrian Sabudema. Na sasa moja kwa moja tuangazie taarifa nyingine, na tunaelekea pale nchini Uganda ambapo msikilizaji, vitimbwi na chuki za waziwazi zinatajwa kuendelea kuonekana kwa mkuu wa majeshi wa Uganda Jenerali Muhoozi Kainerugaba dhidi ya chama cha National Unity Platform kinachoongozwa na Robert Kyagulanyi maarufu kama Bobi Wine, zinatajwa kuzidi kushamiri kila siku. Jenerali Muhoozi amewasilisha mawazo yake mara zote kupitia mtandao wa X, na usiku wa kuamkia leo aliendelea mshambulia Robert Kyagulanyi maarufu kama Bobi Wine kwa kuwa askari yeyote wa polisi nchini humo ambaye atashughulikiwa, hasa wale wanaovaa sare za chama hicho cha NUP, kama wataonekana, na kwamba askari ambaye hatowashughulikia watu wote au wafuasi wa chama hicho cha Bobi Wine basi atafukuzwa kazi bila kujali cheo chake. Jenerali Muhoozi Kainerugaba alichapisha pia na aliendelea kutoa maagizo kwenda kwa kitengo maalum cha kupambana na ugaidi nchini Uganda, JAT, kuwashughulikia au kumshughulikia mtu yeyote atakayekutwa akivaa mavazi ya NUP, akisisitiza kwamba washughulikiwe mara 10 zaidi ya walivyokuwa wakishughulikiwa mwezi wa pili. Katika kutazama hili nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa na kijamii Bwana Alfred Festo Bishundu. Kwanza nimemuuliza kauli hizi za kiongozi huyu wa kijeshi Muhoozi Kainerugaba zinaashiria nini katika demokrasia ya vyama vingi katika taifa hili la Uganda. Kuna mambo mawili. La kwanza nafikiri tunaweza kusema ni kuibaka demokrasia, kwa sababu
ukitazama kwa kiasi kikubwa hilo sio tendo moja tu ambalo ameifanya Kainerugaba. Unaweza kukumbuka amesema wakati wa utawala wa Kenyatta mtoto alisema kabisa kwamba anaweza kaivamia Nairobi na kaiteka ndani ya masaa machache tu yeye mwenyewe. Na wakati huo nafikiri hakuwa mkuu wa majeshi, alikuwa ni kiongozi wa kitengo fulani ndani ya majeshi ya Uganda. Kwa hiyo anajaribu kuzungumza hivyo ili kuwatisha watu wasiwe wafuasi wa Bobi Wine, ingawa itakuwa ni kazi ngumu kwa sababu watu wa Uganda katika demokrasia wako vizuri. Ukitazama kwa kiasi kikubwa Bobi Wine alipata kura nyingi sana katika uchaguzi uliopita nyuma ya Museveni. Kwa matamshi kama haya, na tumeshuhudia mara nyingi amekuwa akitoa kauli ambazo zimekuwa zikiwaacha midomo wazi pengine wanasiasa mbalimbali Afrika na nje ya Afrika, unafikiri Jenerali Muhoozi Kainerugaba nguvu hii anaitoa wapi? Nguvu inatoka kwa baba yake nafikiri, kwa sababu kwa namna baba yake alivyojenga Uganda na kwa namna alivyojipambanua na kwa namna ambavyo amekuwa akizungumza. Baba yake alishazungumza kwamba kotapini ya baiskeli ukipigilia lazima kuitoa katika baiskeli, ni lazima ufanyeje, ni lazima uipigilie tena itoke, kwamba na yeye ndivyo atakavyotoka Uganda. Kwa hivyo mtoto akishasikia kauli za namna hiyo, nafikiri yeye anaweza kaja kuzungumza zaidi ya kauli hiyo ambayo baba amezungumza. Kwa hali kama hii sasa, Bobi Wine ana hali gani kwenye upande wa siasa za taifa la Uganda? Kwa kumalizia kwa sekunde chache, ana hali mbili. Nafikiri anaweza kasaidiwa na jumuiya za kimataifa, hiyo moja, lakini vile vile wananchi wa Uganda wenyewe wanaweza kaamua. Tusubiri tuone, lakini nguvu ataitoa katika East Africa kama watamsaidia kweli wakuu wa nchi wote, lakini vile vile jumuiya za kimataifa, asasi za kiraia kama watakuja juu, lakini wananchi wenyewe wanaweza kaamua namna ya kumsaidia, na nafikiri hayo ndio yanayoweza kufanya kazi juu ya Bobi Wine. Naam, ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa na kijamii Bwana Alfred Festo Bishundu. Na sasa msikilizaji, na wasaa wa Duru Uchumi na Biashara, tunaungana na Amina Semagogwa. Leo katika Duru Uchumi na Biashara ni kwamba halmashauri ya wilaya ya Ushetu mkoa wa Shinyanga imetenga fedha kiasi cha shilingi bilioni 1.3 kwa ajili ya kuwapatia wajasiriamali mikopo isiyokuwa na riba ili kukuza mitaji yao na kuondokana na mikopo umiza inayosababisha kuzikimbia familia zao. Akizungumza na waandishi wa habari, mkurugenzi wa halmashauri hiyo Bi Khadija Kobejela amesema fedha hizo ni sehemu ya mapato ya ndani ya halmashauri na zinatolewa kwa vikundi vya wajasiriamali, wanawake, vijana na watu wenye ulemavu, na zitawasaidia kukuza mitaji yao na kuondokana na mikopo umiza ambayo ni janga la taifa. Aidha, amesema kuwa kati ya fedha hizo shilingi milioni 500 ni kwa ajili ya wanawake, milioni 300 ni kwa ajili ya vijana na milioni 100 ni kwa ajili ya wenye ulemavu, na kuwasihi watakapozipata wahakikishe wanazitumia katika matumizi lengwa na kuzirejesha kwa wakati ili kuwapatia wajasiriamali wengine. Afisa maendeleo ya jamii mkoa wa Shinyanga Bi Rehema Edson amesema kwa mwaka wa fedha 2024-2025 mkoa wa Shinyanga umepanga kutoa zaidi ya shilingi bilioni 5, na hadi kufikia Februari mwaka huu zimetolewa zaidi ya shilingi bilioni 2 kwa vikundi vya wanawake 119, vijana 110 na vikundi 10 vya watu wenye ulemavu. Na tutamatishe Duru Uchumi na Biashara kwa kuangazia viwango lekezi vya kubadilisha fedha za kigeni leo Machi 11 mwaka 2025 kwa mjibu wa Benki Kuu ya Tanzania BOT. Leo shilingi ya Uganda inanunuliwa kwa senti 68 na kuuzwa kwa senti 71, huku faranga ya Burundi ikinunuliwa kwa senti 87 na kuuzwa kwa senti 87. Shilingi ya Kenya inanunuliwa kwa shilingi 20 na senti 19 na kuuzwa kwa shilingi 20 na senti 31, huku dola ya Marekani ikinunuliwa kwa shilingi 2602 na senti 72 na kuuzwa kwa shilingi 2628 na senti 73. Paundi ya Uingereza inanunuliwa kwa shilingi 3367 na senti 40 na kuuzwa kwa shilingi 3401 na senti 34, huku faranga ya Rwanda ikinunuliwa kwa shilingi 1 na senti 84 na kuuzwa kwa shilingi 1 na senti 88. Duru Uchumi na Biashara, mimi ni Amina Deogratias Semagogwa.
Na baada ya kupata taarifa hizo katika duru chumi na biashara, na sasa ni wakati mzuri ambao tunakutana katika wasaa wa duru michezoni, na tupo na Marco Pastori. Marco, mambo vipi? Mambo fresh kabisa. Habari za jioni. Nzuri bana, na baridi kidogo ambayo ipo kwa upande wa wilaya ya Ngara baada ya kijimvua kunyesha, na umepasha kweli kweli kwa sawa kwa ajili ya kutufahamisha yanayoendelea katika michezo. Yes, mvua imenyesha na tukufahamisha tu yale ambayo yamejiri kwenye michezo na yanayoendelea kujiri kwa muda huu. Kuna mchezo ambao unaendelea wa kombe la shirikisho hapa Tanzania, ama tunaweza kusema FA. Sawa. Na kuna mchezo ambao unaendelea, ni Simba wako uwanjani wakicheza na TMA kutokea kule Arusha, na mchezo huu unapigwa katika dimba la KMC Complex, na mpaka sasa hivi dakika ya 25 Simba wanaongoza kwa bao 2. Lakini mchezo mwingine ambao utapigwa kesho utakuwa ni kati ya Yanga ambao wanakwenda kucheza na Coastal Union. Sawa bana. Ukiachilia mbali michezo hii ambayo inachezwa kwetu hapa Tanzania, michezo ya kimataifa hii leo itakuwa ni Champions League katika raundi ya 16 kule barani Ulaya, na Barcelona leo wanaenda kucheza na Benfica. Lakini utakumbuka katika mchezo wa awali Benfica alishinda bao 1, Barcelona alishinda bao 1-0. Ukiachilia mbali hilo, Leverkusen watacheza na Bayern Munich, na utakumbuka katika mchezo wa awali Bayern Munich alishinda bao 3-0. Inter Milan alishinda bao 2 katika mchezo wa awali alipocheza na Feyenoord. Kwa hivyo leo pia tutafahamu mambo yatakuwa vipi. Hal kadhalika Liverpool alishinda bao 1-0 mbele ya PSG, na leo tutafahamu mambo yatakwenda kuwa namna gani. Mengine mengi mazuri ya kiuchambuzi na namna ya kuweka mikeka yako, usikose kusikiliza Sports Corner pale saa 2:15 usiku wa leo. Shukran Marco Pastori. Shukran. Na sasa nipitie ujumbe wako msikilizaji uliotutumia kupitia 0692573615. Nianze na maoni yake, yanasema ni msome kama Dogos pia wa Kumtana Ngara Kagera Tanzania. Anasema kipendo unaweza kumuita Delipidius David Johnny. Anasema hakika haya bana, naona alichokiandika hapa. Sawa, tunakushukuru sana. Deodatus ni Deodati James, unaweza kumuita Baba Jema kutoka maeneo ya Kagazi Rulenge Ngara Kagera Tanzania. Anasema Kwizera mnatujuza mengi sana kwa 2025, amua kismart. Asante sana. Nikisonga mbele, huyu anasema anaitwa Gabriel Laurent au Dogo Chasambi, anasema kutoka maeneo ya Kuvumu ni Kumvumu Ruinyana Rulenge Ngara Kagera Tanzania. Anasema kaka, haya nitajie kikosi cha Simba kilichoanza leo. Asante. Leo tunagusa kidogo katika duru mchezoni, watu tunagusa kidogo. Kwa hiyo mengi zaidi utayafahamu pale saa 2:15 usiku. Sawa, utafahamu katika Sports Corner. Justin Richard mjukuu wa Obedi tokea maeneo pande za Murugarama Ngara Kagera Tanzania, maeneo ya njia panda ya Rulenge, anasema anaitetea ushindi Yanga hapo kesho dhidi ya KMC. Sio KMC jamani, kesho anacheza na Coastal Union. Msikilizaji, nafikiri tumeelewana hapo. Sawa, asante sana. Huyu anasema anaitwa Shukuru Bahati Dastani, anasema anawatakia mchezo mwema Barcelona hii leo katika mchezo wa UEFA Champions League. Na kufikia hapo nakamilisha makala haya ya duru zetu la siri. Habari kuu tulizokuletea hii leo: Rais Samia Suluhu Hassan awataka wakurugenzi wa halmashauri, wakuu wa wilaya na viongozi wengine katika serikali za mitaa kutoa taarifa mapema kama wana mpango wa kugombea ubunge. Mkuu wa mkoa wa Geita Martin Shigela ametoa wito kwa wadau mbalimbali kuanza ujenzi wa mabanda ya kudumu katika viwanja vya maonyesho ya madini, viwanja vya Samia mkoani humo. Jeshi la Israel limesema leo kwamba ndege zake za kivita zilishambulia eneo la kusini mwa Syria usiku kucha. Na kufikia hapo msikilizaji, ndio mwisho wa makala haya ya duru zetu alasiri. Kwa niaba ya wote waliosikika nasema asante kwa kuwa nasi, nikutakia alasiri njema. Mimi Laurent Gervas bado tupo na wewe mpaka pale 2 kamili usiku.